Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 21 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Sheikhani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi ya siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Samia uwekezaji SGR ukuze uchumi, aeleza fursa Tanzania iwe lango la biashara, aishukuru Benki ya Dunia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Pango kukabili El Nino hadharani, maghara 6 yaanzishwa kuhifadhi vitu vya misaada, NFRA imarishwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Wapinzani wasifu ujasiri wa serikali, habari katika ukurasa wa 3. Mwanafunzi abuni kifaa tiba watoto waliozaliwa na manjano, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16. Samia atoa pole ajali iliyoua watu 6 Tanga, habari ni katika kurasa za ndani. Balozi aleza umuhimu wa Msumbiji mauzo ya nje, habari katika ukurasa wa 4. CCM tume maridhiano ishirikishe makundi yote, habari katika ukurasa wa 3. Mama mtoto kuvalishwa bangili za utambuzi wa dini, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni siku ya uamuzi kesi ya Lissu. Mahakama itaamua iwapo ana kesi ya kujibu, hatua ambayo ama itahitimisha siku 499 alizokaa mahabusu au kuendelea kujitetea. April 9 mwaka 2025, tarehe ambayo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu alikamatwa mkoani Ruvuma na kufunguliwa kesi ya uhaini. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Abiria waja na mapya Magufuli, habari katika ukurasa wa 3, nduku ikisema ingawa ukosefu wa viti unaweza kuonekana kama changamoto ndogo kwa kituo kinachohudumia maelfu ya wasafiri, ukosefu huo unaweza kuathiri ubora wa huduma na ustawi wa abiria. Hii ni nukuu ya Richard Malima. Juma Abdallah nukuu yake anasema, nafanya shughuli za kubeba mizigo hapa kuanzia jana. Msongamano wa watu ni mkubwa kwenye vyoo, mtu analazimika kusimama kwenye foleni ili kupata huduma. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Sukari chumvi vinavyobeba hatima yako, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12. Mo Dewji kuwekeza bilioni 661 Msumbiji, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Bwawa la Nyerere na sura mpya ya ujenzi wa uchumi wa Tanzania, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Maboresho ya mifumo NMB kuongeza tija, habari katika ukurasa wa 16. Usugu wa dawa kwa wagonjwa wa H pylori, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Nalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni World Bank yaahidi kuendeleza ushirikiano na Tanzania ni katika miradi ya kimkakati katika kuendeleza ushoroba wa kati na kuchochea ukuaji wa uchumi, kuongeza ajira na kuleta maendeleo kwa wananchi nchi jirani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Habari picha ikimwonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akisalimiana na makamu wa Rais wa Benki ya Dunia anayeshughulikia ukanda wa Afrika na Kusini Ndiame Diop jana Ikulu Dar es Salaam. Mpogoro wa mpasiko 14 mkandarasi mradi wa DMDP, habari katika ukurasa wa 4. Bilioni 60 kuboresha bandari Ziwa Victoria, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Gazeti limeandika Benki ya Dunia yasifu TPA usimamizi wa maboresho, habari katika ukurasa wa 4. Kampuni ya Algeria kuwekeza viwanda vya korosho, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Makamu wa Rais ateta na balozi mteule, habari katika ukurasa wa 5. Deni la taifa la Marekani lavuka dola trilioni 40, habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika Tanzania kufungua deni la taifa kwa dunia
maana yake ni nini? Habari ni katika ukurasa wa 11 na ukurasa wa 16. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Ninalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele, bwawa la Nyerere lilivyo fursa mpya ya ajira na uchumi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Gazeti limeandika Mwamposa badili mfumo wa maisha ya Kawe, wenyeji watoza wageni shilingi 1000 hadi 200 kwa usiku kupata malazi. Habari katika ukurasa wa 4. Ng'ombe waibwa, wachinjwa, wamiliki waachiwa ngozi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Heche amwombe radhi Wasira awajibu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Wasira avunja ukimya wanaosaka urais 2030. Habari katika ukurasa wa 5. Vigogo halmashauri watimuliwa bungeni kisa kudharau hoja alizotoa CAG. Habari katika ukurasa wa 18. Hatima ya kesi ya Lissu mikononi mwa majaji leo. Habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Ninalo gazeti Uhuru ukweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni CCM yataka viongozi wasioyumba. Wasira asema katika masuala ya msingi lazima uoneshe msimamo, asisitiza haki ya kuwachagua, aonya vitendo vya rushwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Dr. Nchimbi ampa nasaha Balozi Mkeremi. Habari katika ukurasa wa 3. Nest yadhibiti udanganyifu tenda za serikali. Habari katika ukurasa wa 4. Kunenge JNHPP kuimarisha upatikanaji wa umeme. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Mohas yagundua tiba asili kutibu tezi dume. Habari katika ukurasa wa 3. Gazeti hili limeandika TRA yatoa siku 30 kwa wenye bidhaa maeneo ya forodha. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Nalo gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi lenye limeandika Dr. Mwinyi mgeni rasmi sherehe za Maulid ya Mtume. Habari katika ukurasa wa 2. Serikali yawezesha vijana kupitia mikopo yenye masharti nafuu. Habari katika ukurasa wa 18. Zanzibar kuvutia wawekezaji kutoka Saudia. Habari katika ukurasa wa 2. Serikali yazifanyia marekebisho sheria 7 za kodi. Habari katika ukurasa wa 3. Gazeti limeandika naibu katibu mkuu CCM apokelewa kwa kishindo Pemba. Habari katika ukurasa wa 3. Kamati ustawi wa jamii yaridhishwa na huduma hospitali ya Lumumba. Habari katika ukurasa wa 3. Deni la taifa la Marekani lazidi dola trilioni 40. Habari ni katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika A to Z sakata la Mwenda Yanga utata. Ukweli ni kwamba kabla hata msimu kumalizika Mwenda. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Ijayo ni ligi kuu bara, Yanga dhidi ya JKT Tanzania Agosti 24 saa 12 jioni. Moto wa Libase washtua Simba. Habari katika ukurasa wa 7. Mo aibukia Msumbiji. Ijayo ni Singida Black Stars dhidi ya Simba Sports Club saa 12 jioni ligi kuu bara hapo kesho. Arsenal inaanza mbio za Premier usiku. Arsenal dhidi ya Coventry. Coventry pia inataka kuvunja mwenendo mbaya wa mabingwa watatu waliopita. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 7. Mitego ya Jokes huko Nigeria. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10. La Liga leo Ijumaa ni Real Betis dhidi ya Real Sociedad saa 4 kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari za michezo. Nalo gazeti Habari Leo lenye limeandika Yanga ya washa moto. Yanga imeadhibu Coastal Union kwa mabao 4-1 katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam. Kadi nyekundu za mchefu wa Beka. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Mamia wa mwaga kifukwe Karim J. Utata waibuka Vieira kutoa Senegal. Habari katika ukurasa wa 22. Kariako waiombea Stars AFCON 2027. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii ukurasa wake nyuma limeandika Yanga Simba Sports Club zamlilia kifukwe. Habari katika ukurasa wa 23. Barcelona yamtosa Alvarez. Habari katika ukurasa wa 21. Simba Sports Club yataka maboresho FVS ni baada ya wachezaji wake wawili kuonyeshwa kadi nyekundu kufuatia marejeo. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru lenye limeandika Yanga wembe ni ule ule. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Gazeti hili limeandika tiba kadi nyekundu Msimbazi iko hapa. Habari katika ukurasa wa 51. Simba Queens kamili Sekafa. Habari katika kurasa za ndani. Waziri
Junior. Roho Kwatu Mombasa United, habari katika ukurasa wa 21. Man United ya mtega Labella, habari katika ukurasa wa 50. Mashabiki wataka hip hop irudi chati, habari katika ukurasa wa 51. 2-1 mabao iliyopata Simba katika mechi namba 2 ligi kuu Tanzania bara. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na gazeti hili linakamilisha rukuzi hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa. Inawezekana ukawa unajiuliza kwa nini Watanzania wengi wameichagua Leonbet. Sasa nikwambie, unazo sababu milioni za kuichagua Leonbet. Moja kati ya sababu hizo ni welcome bonus ya 100% ambayo inaweza ikakufanya upate mpaka shilingi milioni 4 kwa deposit zako 4 za kwanza. Sasa hii leo ya mimi na wewe tuenzetu tukacheze kasino ya Leonbet. Na leo tunakwenda kuicheza image rate. Tayari ndishafungua, nasubiri load, kisha nitabonyeza play hapa, moja kwa moja tutaingia kwenye image rate. Na hapa ndipo ambapo tutakuwa tunacheza, na mimi nimechagua odd number kwenye mzunguko unakuja, basi ikitokea odd number nitakuwa nimeshinda. Ngoja tusubiri tuone. Bats are closed. I enjoy the slow motions detail. Namba ambayo imeshinda ni 29. Kiasi ambacho niliweka mimi ni shilingi 1000. Kwa hiyo matokeo yake tumepata shilingi 2000. Ni rahisi hivyo. Imagine nimecheza round moja, ukicheza round nyingi zaidi ndivyo ambavyo unajikaribisha zaidi na ushindi. Njia rahisi kabisa ya kujiunga na Leonbet ni kwa kutumia linki ambayo ipo hapo chini kwenye description. Lakini pia kama hiyo haitoshi, pakua app ya Leonbet leo kutumia Play Store pamoja na App Store, halafu utajisajili na utaendelea kuenjoy. Cheza kistaarabu. Leonbet, Simba la mikeka.